Karibu kufuata habari za leo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuanzie mashariki huko Kasumbera, kilomita 7 kutoka Butembo. Mapigano makali kati ya makundi mawili ya Maimai Yira Wazalendo yalisababisha risasi na hofu kubwa Alhamisi, ya ripoti shirika la raia. Wakati hayo yakijiri, hapa mjini Goma vijana zaidi ya 20 waliingia kwa hiari katika jeshi la mapinduzi la Kongo AFC la M23 wakati wa operesheni zilizofanyika tarehe 19 Februari mwaka huu katika mitaa mbalimbali. Hujambo. Mapigano makali kati ya makundi mawili ya Maimai Yira Wazalendo yalitokea leo Alhamisi tarehe 19 Februari mwaka huu katika Kasumbera, takriban kilomita 7 kutoka mji wa Butembo. Milipuko ya silaha nzito na nyepesi ilisikika, ikisababisha hofu kubwa katika eneo hilo, ya ripoti hapa shirika la raia. Kulamkia leo asubuhi tuliweza kusikia mulio wa risasi kunako quartier Violet. Quartier Violet ni komini yetu ya Mususa. Tulipochunguza hiyo mambo, inawezekana kwamba kulikuwa vikosi mbili ya wazalendo walikuwa wanakipigana. Alao unajua Violet ni quartier, alao inawezekana kulikuwa kikosi moja kilitokea ku territoire pande za Ngeleza. Kwa hiyo bwana kile kiboki nikala pale komini Violet, pale mu quartier Violet, mpaka wakafanya fika mu quartier hiyo. Ileza leta ugumu kwa watu kwenda kwenye kazi, kulamuka, hata wanafunzi kwenda kwa masomo. Kitu hiyo tunaendelea kishtumu, tukisema kwamba si vizuri. Siku kwa siku tusema kila siku kwamba tangu mkubwa wa nje aliweza kupana hiyo loi ya kuweza kureconnaitre wazalendo kama watu wa jeshi na kuwapatia ruhusa kuwa na munduki, ilikuwa kukuya kusaidia FRDC kupambana na adui, hapana kupambana kati yao. Kupambana hao kwa hao naleta huruma sana, ni kitu huzuni. Na kwa hiyo tunaomba mkubwa wao, sababu wamekuwa kwenye umoja mmoja wanaita synergy, mkubwa wao aweze kujimplikia mwe mambo na waoneshe kazi zao, na pia aweze kutia ndani reglement yule ambaye alichokoza mwingine amtie kumustari, amulipize naye ampatie malipizi. Na kwa pia kwa autorite wetu administrative bwana maire de ville na tukitia bourgmestre wa commune waweze kuona namna gani hata autorite militaire waweze kuwatepelea wale watu, sababu haiko kanuni watu walamuke, sababu watu mbili walipigana, watu wa nyumba wanapigana, wakipigania mafujo au kula tujika ni fujo gani mpaka paki bane waparalize mwingine. Hiyo tunashtumu sana, na tunaomba tukaa wakubwa wa mwingine waweze kujimplikia ndani na waweze kutia oda kati ya mambo. Asante. Tukibaki katika maeneo hayo, rais wa bunge la taifa la Kongo Emeboji Sangara alifika leo Alhamisi tarehe 19 mjini Beni, jimboni Kivu ya Kaskazini. Alikaribishwa uwanjani mwa ndege la Mavivi na viongozi wa eneo hilo na wananchi, akiwa na wabunge kadhaa kutoka Kivu Kaskazini, wakiwemo Hubert Furuguta, Patrick Munyomo na Bi Adel Bazizane. Wananchi wanatarajia majibu kuhusu ghasia za magaidi wa ADF. Hapa mjini Goma, vijana zaidi ya 20 kutoka mitaa tofauti ya mji waliingia kwa hiari katika jeshi la mapinduzi la Kongo AFC na AFC M23.
Usajili huu ulifanyika tarehe 19 Februari mwaka huu wakati wa operesheni za kuhamasisha na kutoa elimu zilizofanyika na timu la kikundi cha mkoa chini ya uongozi wa Theo Ruremesha huko mkoa wa Mikeno na Juvenal Shimiimana Rukundo huko kata la Katoi. Waliojiunga wanasema wanashiriki kwa hiari yao kusaidia katika ujenzi mpya wa Kongo. Ils sont plus d'une vingtaine de jeunes de différentes entités de la ville de Goma qui prennent la décision de rejoindre volontairement l'armée révolutionnaire congolaise. Ces jeunes volontaires sont les résultats d'une série de descentes organisées ce jeudi 19 février 2026 par l'équipe provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification. Dans le quartier Mikeno, l'équipe était conduite par le coordonnateur adjoint de la mobilisation, Theo Ruremesha, ainsi que le quartier Katoi, sous conduite par Juvenal Shimiimana Rukundo, team leader de la mobilisation Nord Kivu. Et ces Congolais affirment avoir pris ces décisions par leur propre volonté afin de participer à la reconstruction de la RDC. Niko kuvernora kwa sababu nimeamua kutumikia nchi yangu, nimekuja na mimi kujiandikisha kuwa mwanajeshi. Nimeona jeshi ni salama kabisa, ni kwa ajili ya kusaidia nchi yangu, ndio maana nimekuja kujituma na mimi nisaidie wenzangu ndani ya jeshi. Motivation nimependa nisaidie nchi yangu kama. Wajene nawaambia courage, vraiment hakuna kuogopa. Ni mkoje tusaidiane kupigania nchi yetu. Nimefurahia kazi ambayo chama ilikuwa kugomboa hapa, ndio maana na mimi nimependa nijiunge ili na mimi nikuwe mmoja wao. Hakuna motivation, ni morale tu. Gisi wandugu wanatuchunga jwa security, na mimi nipenda nijiunge na mimi nikuwe kinangu. Hawakunikaza, ni volontaire yangu. Donc vilikuwa kama mimi depuis zamani, mimi leo ndio nimepata sasa opportunity. Ndio nimeona njoo chama mzuri ya kujiintegre ndani. Juu zamani FARDC ilikuwa kama sikupendaka niingie. Sasa nimekuja kutana chama ya mzuri, chama yenyewe imenifurahisha mimi kuingia, njoo kama na nimejiunga. Mimi sasa vile message mnatolea wa jeune wenzangu bakuwe nabo tufanye kazi kabisa, ni kazi ya mzuri nabo batafurahi. Kupare yangu mimi najua opportunity ingaliki ya kuingia kufanya kazi. Kuko siku yenyewe bashene watatafutaka hiyo wakati wanaikosa. Mimi wakati ingaliki tayari, wakati ingali inawezekana, njia ingali wazi kukia kufanya kazi. Dans le quartier Mikeno, le coordonnateur adjoint de la mobilisation a rappelé la population leur implication à soutenir le mouvement révolutionnaire AFC M23 pour mettre fin aux antivaleurs entretenus par le régime de Kinshasa. Au quartier Katoi, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalienne Julien, et le colonel Alfred Moussoubao étaient les invités d'honneur dans cette rencontre. Ici, la paix et la sécurité y sont rétablis. Le système 40 voleurs appartient à l'histoire grâce à la franche collaboration entre la population et les services de défense de sécurité de l'AFC M23, confirme le colonel Alfred Moussoubao, adjoint chargé de relations civilo-militaires au sein de l'ARC. Mawasiliano yenu na sisi kama jeshi imesababisha tuweze kufikia kitu cha maana kwa kustabilize Goma. Leo raia yetu tunajua ya kwamba mnalala vizuri na mnaamka vizuri na mnashinda vizuri na kazi zenu mnazifanya bila shida. Singo kulala 24 mnafanya kazi. Wamotari si mnazunguka. Wale wenyewe walikuwa wanatatiza kunyang'anya pikipiki zenu, leo si hawako tena. Na wenyewe wataendelea kujaribu na kufikiria hiyo. Nao wako na nafasi yao. Mwisho wao upo. Siku za mwizi ni 40. Il faut signaler que ces descentes s'inscrivent dans le cadre de matérialiser la politique de proximité prônée par le mouvement AFC M23. Wakimbizi 337 kutoka Rwanda ambao walikuwa wakiishi Kongo walirudi nchini kwa Rwanda kupita mpaka wa Grand Barrier hapa mjini Goma leo tarehe 19 Februari mwaka huu. Walipokelewa Gisenyi na viongozi wa nchi ya Rwanda. Kurudi kwa hiari kulisaidiwa na shirika la Umoja wa Mataifa la wakimbizi HCR. Miongoni mwao Imani Irumva Isaac alieleza alikimbia mwaka wa 1994
na akaamua kurudi sasa baada ya kujua amani imerudi katika nchi yake. Majina naitika kwa jina la Imani Rumva Izaki. Natoka katika nchi ya Kongo, nimerudia katika nchi yenye ilinizala, ndio Rwanda, nchi ya Rwanda. Tulikimbiaka depuis 1994 tukatoka kule na niko mtoto wa miaka 8. Sasa wakati tulifika huko tukakimbilia hapa, tukakuwa hapa Mugunga, Mulak Vert. Wakati tulibaki hapa Mulak Vert 96, wakati vita ilipiga Kongo ya wakati wa mzee Kabila, tukakimbia, wazazi tukaachana, nikabakia sina wazazi, nikalelewa na Wakongomani mwa ile miaka 10 juu mwa ile 94 96 ndio nilikuwa niko na miaka 10. Sikupataka habari kama nchi yangu iko na amani na iko na usalama. Unaikamata ile nchi ni nchi yenye mimi nafurahia, sababu meya kama ndio mkubwa wa hapa kwa Rubavu ameongea na sisi, ametumerita, ametufurahisha sana juu yenye amesema, ametuambia, ametuletea furaha ya kupenda kwanza nchi yetu na kutuonesha kanuni zenye zinastahili kwa mwananchi wa Rwanda. Viongozi wa Kamuronza walifanya mkutano wa kwanza wa mwaka 2026 kuhusu usalama ndani ya eneo la Sake Jumatano. Mkurugenzi msaidizi wa mji Richard Ngabo alikagua hali ya usalama na akahimiza kuongeza uwezo wa viongozi wa mitaa kupambana na uhalifu. Washiriki walipongeza mafanikio kulingana na miezi iliyopita. Viongozi pia walitangaza kufungwa kwa muda kwa baadhi ya barabara wakati wa masaa ya kazi za Salongo ili kuimarisha ushirikiano wa jamii. Tumezungumzia juu ya security na maendeleo ya bila tana bongo omwe hivi paraporo ya kule mbele juu tuko tunaanza kusinzia. Sasa soda bako wanafanya patrouille na sisi chef de quartier tunaongea na kuzunguka mumugini, tunaona badui, tunawasheta wanababeba vema, tuko tunalala mzuri kidogo. Tujielekeze jimboni Kivu Kusini kwa kumaliza habari za leo yaliyojiri mashariki mwa DRC. Madaktari bila mipaka MSF walitibu wagonjwa 809 na kusanikisha vituo 50 vya kusafisha maji huko Sangi, Kivu Kusini, kupunguza visa vya kipindupindu kwa 90% ndani ya wiki 8. Shirika pia liliwasaidia wananchi kusafirisha sehemu za kuchukua maji. Julia Garcia Zamora, mkuu wa programu ya MSF, alisema janga hili linatokea baada ya kuongezeka kwa mapigano mwaka Disemba uliotangulia, ambayo yalifanya upatikanaji wa maji safi kuwa mgumu kwa wakimbizi. MSF a fait une réponse d'urgence à l'épidémie de choléra à Sange dans la province de Sud Kivu. C'était l'épidémie la plus sévère dans la zone depuis 5 ans et du haut du fonctionnement de points de captage de eau liés aux problèmes d'accès et un système de santé fragile dans la zone. L'épidémie est également accentuée par les mouvements massifs de population qui fuient les affrontements actuels. Ces déplacements favorisent la propagation du choléra car les personnes sont contraintes de vivre dans des conditions de proximité et parfois d'insalubrité dans les familles d'accueil et sans accès à l'eau potable. Dans cette ville, depuis plusieurs mois, l'eau potable de robinet ne coule plus dans le foyer. En cause, les 2 principaux points de captage de eau qui ne fonctionnent plus correctement et ont été devenus inaccessibles. La plupart des habitants n'ont pas eu d'autre choix que de boire l'eau impropre de la rivière au lieu du canal d'irrigation. MSF a appuyé les centres de traitement de choléra de l'hôpital général de Sange et les centres de santé de Dunda, à la périphérie de la ville. Au total, MSF a mis en place plus de 50 points de chloration de l'eau dans la zone de santé de Roussissi. MSF a collaboré aussi avec la communauté
pour l'appuyer dans le nettoyage des points de captage de l'eau. En total, MSF a fait la prise en charge de 800 personnes et après 8 semaines d'intervention d'urgence, le nombre de malades du choléra a baissé de 99%. Pendwa mtazamaji, pamoja na habari hizi toka ndani ya jimbo la Kivu ya Kusini, tunakomesha habari za leo yaliyojiri nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Asante kwa kutegea sikio na kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane kesho kwa habari zingine.